Ni Jumatano ya Novemba 12 mwaka huu 2025, mtazamaji wa Uhondo TV. Karibu nikupitishe katika vichwa vya habari vya magazeti ya leo. Nikianza na gazeti la Mwananchi, Zungu aanza na mambo matano, agusia yote anayokwenda kuyatekeleza katika uongozi wake. Wabunge na wananchi waeleza matarajio yao kwenye bunge la 13. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Mwananchi. Chadema kuja na msimamo yaliyotokea Oktoba 29. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Mwananchi. Sababu bei ya tumbaku kupaa sokoni. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Mwananchi. TLS kuwatetea 641 ni watuhumiwa wa kesi zilizofunguliwa mikoa mbalimbali nchini, yaeleza sababu kujitolea kuwatetea. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mwananchi. Tukihamia katika gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, Zungu ahidi bunge la tija kwa taifa. Ni miongoni mwa wanasiasa wachache waliopitia hatua zote kuu za uongozi bungeni kabla ya kushika uspika. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Jamhuri ya pinga Kibatala kugeuka shahidi wa Nifa. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. LATRA yatoa vibali 55 daladala kuziba pengo mwendo kasi. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. TLS kuwatetea watuhumiwa wote wa uhaini. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Mawakili wa Heche waomba muda wa kujibu pingamizi. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Kiswahili chaweka rekodi, chatambuliwa rasmi na UNESCO. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Tukihamia katika gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, Spika Zungu ahidi bunge la wananchi, atasimamia maslahi ya nchi, asema bunge si vita na serikali. Wapinzani wampa ushauri amani awe na msimamo. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. 162 kotini Mwanza mashtaka ya uhaini. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 17 hadi wa 20 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tanga yafunga kamera taa kuimarisha usalama. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 16 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. NFRA yauza mpunga mahindi tani 534,034. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Viongozi wa dini wahimiza 4R kulinda amani. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Kiswahili sasa lugha rasmi UNESCO. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Mlinzi wa manispaa afa kwa kujinyonga. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 20 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tukihamia katika gazeti la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi, wawakilishi wa muahidi ushirikiano Dr. Mwinyi. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Zungu spika mpya wa bunge. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Hotuba ya Dr. Mwinyi, uzinduzi BLW yapongezwa. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Katibu mkuu ataka kazi zaidi ujenzi ofisi za shirika la magazeti. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Wa Misri wapiga kura kuchagua wawakilishi. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Mashirika ya umma yatakiwa kutoa gawio. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika gazeti hili la Zanzibar Leo, ukweli na uwazi. Tukihamia katika gazeti la Uhuru, ukweli daima, Spika Zungu nitazingatia haki na uwazi, ni ahadi yake bungeni jijini Dodoma baada ya kushinda kiti cha spika kwa kuwabwaga wagombea 5.
Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. CCM Zanzibar, hotuba ya Rais Mwinyi imelenga kuendeleza maridhiano. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 18 wa gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. JKCI yazindua kitengo cha usafisha damu wagonjwa wa moyo. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Mpanju awasihi watumishi wa umma kulinda afya zao. Habari hii kiundani zaidi pia utaipata katika gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Wabunge wapya wasimamie yaliyomo dira ya taifa 2025. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Makamu wa pili wa Rais Zanzibar ahimiza ushirikiano. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Tukihamia katika gazeti la Majira, bunge la 13 laanza rasmi. Zungu rasmi spika mpya. Ni baada ya kuchaguliwa kwa kishindo, aanza kuapisha wabunge wapya, ahidi kutenda haki bila kujali vyama. Lukuvi naye anena. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Mwanasheria mkuu wa serikali hapa Dodoma. Mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari amekula kiapo cha uaminifu mbele ya spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Zungu Novemba 11 mwaka huu 2025. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Taju yataka viongozi wa kisiasa kuhubiri amani. Katibu mkuu wa taasisi ya Tanzania Jumuishi Taju Innocent Siriwa amewakumbusha vyama vya siasa nchini kuona umuhimu na wajibu wa kulinda na kuhubiri amani, kuepuka vurugu kama zilizotokea katika uchaguzi Oktoba 29 mwaka huu. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika gazeti hili la Majira. Watanzania waonesha uwezo kampuni za ubia. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Kiswahili chapitishwa kuwa moja ya lugha UNESCO. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Majira. Vurugu za uchaguzi mkuu zatajwa kuwatesa bodaboda. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Majira. Tulizuia njama ya Ukraine na Uingereza kuiba ndege ya MiG-31 Urusi. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 19 wa gazeti hili la Majira. Kipanda uso kwa watoto, ugonjwa unaotesa kimya. Habari hii kiundani zaidi utaipata katika ukurasa wa 11 wa gazeti hili la Majira. Na gazeti hili la Majira ndilo linatutamatishia vichwa vya habari vya magazeti ya siku ya leo. Hii ni Uhondo TV mtazamaji, na mimi ni Nuru Mangi, na kusii tu uendelee kuwa karibu nasi ili kuendelea kupata habari zaidi. Usisahau kusubscribe, like na kushare ili kupata habari zetu.